baadhi ya viongozi nchini wametoa wito wa kuhusishwa kwa wananchi kwa utendeti katika mchakato wa kupitisha mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026. Rajab Juma na ripoti, huku viongozi hawa wakisisitiza kuwa haya yatasitisha ama yatahakikisha mswada ulio na umakini. Huku mswada wa fedha wa mwaka 2025-26 ukiendelea kushirikishwa kwa umma kabla ya kujadiliwa bungeni na kutiwa saini kwa sheria, wananchi wamehimizwa kushiriki katika kudurusu mswada huo na kutoa mapendekezo yao. Kulingana na Hazina ya Kitaifa, mswada huo unapendekeza marekebisho muhimu katika mfumo wa ushuru unaolenga kushughulikia mianya na kuboresha ufanisi. Kamati ya Bunge ya Taifa ya Fedha na Mipango imetoa wito haswa kwa vijana wa Kenya kujitokeza na kutoa maoni yao kuhusiana na mapendekezo ya mswada huo. Kamati hiyo ikiongozwa na mbunge wa Molo Kuria Kimani imewataka wananchi kushiriki kwa kutoa maoni yao kupitia njia ya kidijitali na kuweka kando haja ya kushiriki kwa njia ya mtu binafsi. Mswada wa sheria ya fedha mwaka 2025 uliowasilishwa bungeni Aprili tarehe 30 unapendekeza marekebisho ya sheria mbalimbali za kodi, ikiwa ni pamoja na sheria ya kodi ya mapato, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani na sheria ya ushuru wa bidhaa. Kaunti 12 Laikipia, Elgeyo Marakwet, Nandi, Makueni, Migori, Nyeri, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Wajir, Samburu na Kwale zilitambuliwa kwa zoezi la ushirikishwaji wa umma ambao mchango wake utaunda mswada wa fedha wa mwaka 2025 kabla ya kuwasilishwa kwa bajeti ya shilingi trilioni 4.24 mwezi wa Juni. Haya yanakuja baada ya kutupiliwa mbali kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambapo Wakenya waliweza kujitokeza na kupinga mswada huu, huku maafa mengi yakitokana na mtafaruku huo wa mswada wa fedha. Kwengineko, naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi ametoa wito wa kuhusishwa kwa wananchi kwenye mswada mpya wa fedha wa mwaka 2025-26 ili kuepukana na hisia mseto na mgawanyiko wa wananchi. Amewatahadharisha kuwa kuharakisha mswada unaopendekezwa bila mshauriano wa umma kunaweza kusababisha kukosekana kwa utulivu. It is very important that we mind about our country and as we go approach the next election. Vitu kama hizi zinaweza leta mgawanyiko wa nchi. Tafadhali viongozi wetu wale wako kule juu, ni vizuri we talk together, we talk to each other, we discuss so that even when that time comes to hand over, kuna hand over a stable country. Rajab Juma, Runinga ya KU.